Leo tutajifunza kwa habari ya kuacha vyote na kufuata Yesu Kristo. Tutajifunza kwa habari ya kuacha vyote na kufuata Yesu Kristo. Kiufupi ni kwamba Yesu Kristo anadai yule ambaye anamwamini yeye sharti aache vyote alivyo navyo na amfuate yeye. Aache vyote alivyo navyo na achukue hatua ya kumfuata yeye, iwapo mtu huyo amemwamini kweli Yesu. Sasa katika maisha aliyoyaishi Yesu hapa duniani, katika mchakato wa kuwapata wanafunzi wake, iliwabidi wanafunzi wake waache yote waliokuwa nayo alafu wamfuate Yesu. Utaelewa kuacha vyote ina maana gani. Sawa, twende tukasome katika Injili ile ya Luka sura 14 na mstari ule wa 33. Funua pamoja nami Injili ya Luka sura ya 30 na sura 14 mstari wa 33. Nasoma katika jina la Yesu. Neno la Mungu linasema, basi kadhalika kila mmoja wenu asiyeacha vyote alivyo navyo hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Ninasema tena. Neno linasema, basi kadhalika kila mmoja wenu asiyeacha vyote alivyo navyo hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Sawa? Unless you leave everything you have and follow Jesus, you are never his disciple. Sawa? Hayo ni maneno ya Yesu. Yeyote asiye tayari kuacha vyote alivyo navyo na kumfuata Yesu hawezi akawa mwanafunzi wake. Kinachotangulia ni kuacha vyote alafu kumfuata Yesu. Wewe unavyo vitu gani kwenye maisha yako? Cha kwanza ulichonacho ni uhai wako. Sawa? Ulivyonavyo vingine vinafuata baada ya kuwa na uhai ulionao. Yesu anasema yeyote asiyekubali kuacha vyote alivyo navyo hawezi akawa mwanafunzi wake. Maana yake hawezi akakubali kufundishika. Maana yake hata akija akadai kuwa mwanafunzi wake, kuna muda tu ataamua aache kumsikiliza huyo Yesu, aache kuyashika yale Yesu anayofundisha. Kwa nini? Kwa sababu huyo mtu hajakubali kuacha vyote alivyo navyo. Sawa. Tukapata mifano kwenye Biblia juu ya watu walioacha vyote na kumfuata Yesu. Katika Biblia tunaonyeshwa dhahiri mifano ambayo kuna watu waliacha vyote walivyo navyo kumfuata Yesu. Mtu wa kwanza ni Mathayo, ambaye aliitwa kwa jina lake Lawi. Alikuwa anaitwa Lawi. Alikuwa ni mtu anayefanya kazi za kutoza ushuru. Tumuone. Tunasoma katika Injili ile ya Luka, fungua pamoja na mimi sura ile ya 5 alafu mstari ule wa 27 na 28. Nasoma katika jina la Yesu. Neno la Mungu linasema kuwa baada ya hayo akatoka
akaona mtoza ushuru jina lake Lawi ameketi forodhani, akamwambia, nifuate. Akaacha vyote, akaondoka, akamfuata. Akaacha vyote, akaondoka, akamfuata. Hili ni neno la Mungu, na neno la Mungu halidanganyi. Kwamba unaweza kusema hapana, haiwezekani kwamba aliacha kila. Yani tuseme huyu ni ameajiriwa kwa wakati ule. Yesu akasema nifuate. Akaondoka kama alivyo, akachana na kazi. Kuanzia usiku ndio yani akawa ameacha kazi hivyo. Sawa? Tunaelewana? Akaondoka akaacha. Sasa neno la Mungu linagusa pande mbili, pande za rohoni na pande za mwilini. Kuna baadhi ya watu katika kumfuata Yesu, naongelea sasa upande wa kwanza wa mwilini. Yesu aliwaambia waache zile shughuli walizokuwa wanazifanya. Kuna watu ambao wakati wanaitwa katika wokovu, wengine walikuwa ni wafanyakazi wa kazi mbalimbali, labda mwingine ni mwalimu, mwingine ni daktari, mwingine ni nani, lakini Yesu akamwambia acha, sasa njoo nitumikie. Katika upande wa mwili hiyo, sawa? Lakini hamna mtu atakayeweza kuacha kile alicho ambiwa kiache kama hatatangulia kukiacha katika roho. Kwa inagusa pande mbili, rohoni na mwilini. Sawa? Sasa tunaona hapa Lawi ambaye ndio Mathayo anaacha kazi yake inayomlipa, anamfuata Yesu. Tuendelee. Tunapata mfano mwingine katika Injili hii ya Luka sura hiyo ya 5. Kuna mwanafunzi aliacha vyote alivyokuwa navyo na akamfuata Yesu. Kumbe kumfuata Yesu kuna husisha kuacha. Sasa tukisoma Injili hiyo ya Luka sura ya 5 halafu na mstari ule wa 4 na wa 5 mpaka wa 7, afu tukiruka tutaenda kwenye ule mstari wa 11. Au tusome tu Luka, Injili ya Luka sura 5 mstari wa 4 mpaka wa 11. Katika jina la Yesu kwa msaada wa Roho Mtakatifu nasoma. Neno linasema hivi: hata alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, tusipate kitu. Lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Basi walipofanya hivyo walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Wakawapungia mikono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili waje kuwasaidia. Wakaja, wakavijaza vyombo vyote viwili hata vikataka kuzama. Simoni Petro alipoona hayo, alianguka magotini pa Yesu akisema, ondoka kwangu, kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi, Bwana. Maana alishikwa na ushangao, yeye na wote waliokuwa pamoja naye, kwa sababu ya wingi wa samaki alioupata. Na kadhalika Yakobo na Yohane wana wa Zebedayo, waliokuwa washirika wa Simoni. Yesu akamwambia Simoni, usiogope, tangu sasa utakuwa ukivua watu. Mstari wa 11 anamalizia kusema, hata walipokwisha kuviegesha pwani vyombo vyao, wakaacha vyote wakamfuata. Wakaacha vyote
Kama ni boti alikuwa nayo ni Petro, akaacha. Samaki waliokuwa mule wakawacha, wakamfuata Yesu. Kumfuata Yesu kunahusisha kuacha. Hawa waliacha kuanzia katika roho zao na wakaachilia mpaka katika miili. Na hiyo ndio inakubidi hata wewe uliyeko mahali hapa siku ya leo. Wewe uliyekubali kuokoka lazima uwe na sifa kama waliokuwa nayo hawa wanafunzi. Tunamwona Mathayo aliacha, Simon Petro aliacha, Yohana aliacha, Yakobo aliacha, na hata wale wengine waliacha. Sawa? Tunaelewana? Tuachane na habari ya yule Yuda msaliti. Hao wengine waliacha. Sasa na wewe utaachaje? Tuko tunaishi kwenye haya maisha, lakini Yesu hajatuumba tutumainie chochote tulicho nacho. Yesu leo anaweza sikwambie acha kazi ulionayo, lakini wewe uliyempokea Yesu Kristo, maisha yako kwanza sio mali yako tena, inatakiwa uyaachie chini ya mamlaka ya Yesu Kristo, sio ya mamlaka yako. Kwa hiyo kama maisha yako umempa Yesu na hivyo vitu vingine unaviendesha kupitia maisha yako, basi na hivyo vitu vyote usikubali kubaki na viachie kwa Yesu. Maana yake ni kwamba siku yoyote Yesu atakapokutaka kukiachilia mojawapo ya hicho ulicho nacho, usisite. Kwa nini? Tayari katika Mungu wa roho shakiachilia. Hiyo ilikuwa vivyo hivyo kwa Ibrahimu. Mungu katika nafsi baba ni yule yule Mungu alishuka katika nafsi mwana, anadai kile kile, kuacha vyote na kumfuata yeye. Abrahamu aliambiwa ondoka. Hawa tunaona pia wanaondoka. Na wewe itakubidi uondoke. Yesu anakuhitaji uondoke katika yale namna maisha uliyoishi. Hata ulipokoka umetoka katika madhabahu zisizokubaliana na wokovu, hauwezi ukasema mimi nimeokoka, nimemkubali Yesu, bado nitarudi kule. Sio kweli, haujaokoka bado. Kwa itakubidi uache. Licha hayo yote, hata mali tulizonazo. Ndio maana anasema mpende Bwana kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote, yaani kwa kila kitu chako chote. Maana yake Bwana hauna mamlaka kumzuilia chochote akitakacho kutoka kwako. Na hiyo hali haitakiwi kuwepo pale anapokuambia nipe hiki ndio uanze kuwaza nitapa usimpi. Tangu umepompokea Yesu Kristo, natakiwa kila unachokiona ni unakihesabu ni chako. Jua sio chako. Kuwa tayari kukiachia. Hata nguvu zako, hata pesa zako, kwa sababu sio zako kimsingi. Sawa? Kwa hiyo hata ile uamuzi juu ya maisha yako hauna tena. Leo Yesu akikutaka, anataka sasa unitumikie tofauti na ulivyozoea kunitumikia. Utaacha ratiba zako zote hizo, utakuja kwangu. Usianze kuwaza nitaishije, wanangu wataishije, baba yangu ataishije, mama yangu ataishije. Acha vyote, mfuate yeye. Kama utakuwa unalipinga hili, basi huyu Mungu wako utakuwa hujamfahamu bado vizuri. Kwa sababu huyu hataki utegemee chochote. Hata kama amekupa kazi, umeajiriwa, Mungu bado hatataka utumainie hiyo kazi. Atataka bado umwangalie yeye. Usimwangalie bosi. Sawa? Hataki umtumainie huyo bosi wako. Hamaanishi usimtii, ila anachomaanisha usimtumainie. Sawa? Sasa katika maisha yetu sisi tuliokoka, inatubidi tuishi katika maisha ambayo hatuna kitu kingine ambacho tumekiweka ndani kwamba hiki ndiyo tumaini la maisha yetu. Hata vile tulivyo navyo hatupaswi kuviweka ndani ya mioyo yetu kama tumaini la maisha yetu. Hiyo ni maana ya kuachilia. Hiyo ni maana ya kuachilia, inaanzia rohoni. Ili siku Mungu akikwambia na kitaka hiki, hautakizuilia. Na nitaka gari lako, nataka hiki kitu, hautakizuilia. Abrahamu alipewa na Mungu, hakupewa na shetani. Alipewa Isaka na Mungu, na Mungu akataka huyo Isaka. Na Mungu alimpima, huyu kweli amekubali kuwa mwanafunzi wangu, yuko tayari kuacha vyote, hasa vile anavyovipenda. Maana waga ndio vigumu kuviacha. Kwa hiyo kubali kuacha vyote.